Tathmini ya tume ni kwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambao wanaume ni 490 sawa na 94.6 na wanawake ni 28. Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, kuna kipindi na wakati ambapo niliweza kukuletea habari kukuambia kwamba siku zote haki huchelewa kupatikana, ila itaweza kupatikana. Ukweli nao haijalishi itaweza kuchukua muda kiasi gani, ila ukweli utabaki kuwa ukweli. Naam, leo hii Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kukaa katika kikao ambacho kimekuwa na viongozi waliokuwa wameweza kuteuliwa kufanya uchunguzi kutokana na idadi kubwa ya watu walioweza kuaga dunia mapema Oktoba 29 sawia na vurugu za Oktoba 29, na ndipo ambapo kama kipande hicho cha video kilichoweza kutangulia katika video hii kikibaini na kuashiria ya kwamba zaidi ya watu 518 waliweza kuaga dunia. Mtazamaji wangu, habari hii imeweza kuvunja mioyo ya Watanzania wengi, ila mtazamaji wangu, kabla tuweze kuendelea na habari hii, itakuwa ni jambo jema iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, kweli kuliweza kushuhudiwa vurugu wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ila kuna baadhi ya mambo ambayo serikali iliyoko madarakani hivi sasa, hata kama ripoti imeweza kutolewa, lazima waweze kulaumiwa kwa yale yote yaliyotokea wakati huo ama katika vurugu hizi ambazo leo hii wanazidi kuzizungumzia, ya kwamba vurugu ambazo zilitokea Oktoba tarehe 29. Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo, kwani kwa namba ambayo wameweza kuitangaza, zaidi ya Watanzania 518 waliweza kuaga dunia. Nambari hii baadhi ya watu hawajaweza kukubaliana nayo, wakidai ya kwamba ni zaidi ya namba hii ni chini kulinganisha na namba ambayo ni ya ukweli na halali iwapo ingeweza kutangazwa kuhusiana na familia zilizoweza kupoteza wapendo wao katika vurugu za Oktoba. Ila mtazamaji wangu, uongozi ulioko madarakani hivi sasa utaweza kulaumiwa kwa njia gani? Kwa njia moja ama nyingine, uongozi huu ulikataa kusikiliza vijana Gen Z ambao walikuwa wakitishia katika mitandao ya kijamii ya kwamba wataweza kujitokeza katika barabara na kuandamana ili mabadiliko yaweze kufanyika na uchaguzi uweze kusimamishwa. Na iwapo utaweza kusimamishwa, basi mabadiliko yaweze kufanyika, ndipo ambapo uchaguzi uweze kurejelea. Sio ya kwamba vijana Gen Z nchini Tanzania waliweza kukataa uchaguzi kufanyika kabisa. Hapana, kuna baadhi ya mambo ambayo wasingependa yaweze kufanyika kabla ya matakwa yao waliokuwa wameweza kuwasilisha yangeweza kufanyika, ila kwa tamaa ya viongozi walioko madarakani hivi sasa, waliamua swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi ili kujaribu kuogopesha vijana hawa Gen Z wasiweze kujaribu kuzungumzia baadhi ya mambo ambayo wangependa yaweze kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Hii ikiendelea kuashiria jinsi gani ambavyo kweli uongozi uko madarakani, ila ni kimabavu. Vita hivyo ama mabavu yaliyoweza kutumika kuzuia vijana Gen Z kufanikisha not ahadi really, but kufanikisha hoja zao ambazo wangependa ziweze kushughulikiwa na hata kufanyiwa marekebisho, hilo halikuweza kufanyika. Hii ikionyesha wazi kwamba viongozi walioko madarakani hivi sasa wakati huo walikuwa wakijali maslahi yao binafsi na hawakuwa wakijali maisha ya vijana Gen Z ambao walikuwa wakiomba mabadiliko yaweze kufanyika. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu, leo hii bado vijana Gen Z hawajaweza kukubaliana na taarifa iliyotolewa
Mbaya kabisa, leo hii vijana Gen Z wanazidi kudai kwamba gharama kubwa ya maisha inaendelea kushuhudiwa kwa uongozi huo wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan na chama tawala cha CCM. Hii hapa mtazamaji wangu ni jambo la kuvunja moyo kwa kweli. Inazidi kuonyesha wazi ya kwamba walichokuwa wakitaka kiweze kufanywa katika Jamhuri ya Tanzania hakikuweza kufanyika. Mbaya kabisa, wale wote ambao vijana Gen Z leo hii wanaoamini kuwa mashujaa waliokuwa wameweza kujitokeza kwa ajili ya uongozi uliokuwa madarakani kwa wakati huo, kwa ajili ya kuingiwa hata na roho ya utu na kuonyesha Watanzania uongozi wao bora, hilo halikuweza kuonekana. Viongozi hao waliokuwa madarakani waliweza kufanya jambo ambalo leo hii wanazidi kulihepa, jambo ambalo Watanzania wote hawapo tayari uongozi ulioko madarakani kuhepa swala hili, bali wanadai kwamba lazima uongozi ulioko madarakani uweze kuwajibika, hata kama umeweza kutangaza ya kwamba ni zaidi ya familia 518 zilizoweza kupoteza jamaa wao kwa vurugu zilizotokea katika mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Mtazamaji wangu wameweza kudai ya kwamba hivi sasa ndio wakati mwafaka na pingamizi kubwa litaweza kukumba uongozi ulioko madarakani, ya kwamba uongozi huu kwa kuwa umeweza kukiri hivi sasa miili ya hao wote 518 iweze kupatikana. Pia familia ya jamaa hao waweze kwenda na kuchukua miili ya jamaa wao, uongozi ulioko madarakani uweze kuwajibika kwa njia moja ama nyingine, kuwapa pole iwapo wataweza kuwalipa ama kuwatafutia ajira, waweze kufanya jambo ambalo halitakuwa ni hasara kubwa kwa uongozi ulioko madarakani ama kwa familia zilizoweza kupoteza wapendwa wao. Ni kweli wameweza kuingia hasara, kwani baadhi ya vijana Gen Z waliokuwa wakiandamana ndiyo vijana Gen Z ambao walikuwa katika mstari wa mbele kutafutia familia zao kipato kwa ajili ya kusaidia kukidhi mahitaji yao ya siku baada ya siku. Ila jamaa huyo aliyekuwa akitegemewa hayupo tena, kutokana na yeye kuenda kwa ajili ya kutetea wananchi wote kwa ujumla wa Tanzania kuonekana kuwa na makosa, kupigwa risasi na kuaga dunia. Pia mtazamaji wangu, leo hii kuna jambo jipya ambalo linazidi kuzungumziwa pakubwa. Vipi kuhusiana na wote walioweza kuhusika kwa swala la ufetuaji wa risasi? Haijalishi ni ya mpira ama ni risasi ya moto ambayo iliweza kusababisha vifo vya vijana hawa Gen Z. Je, watu hawa wameweza kuchukuliwa hatua gani? Kumekuwa na mengi ambayo leo hii yanazidi kupeperushwa hivi sasa, nasi hapa tutajitahidi kukuletea taarifa zote. Usisahau kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, pia tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section, like, share na kusubscribe. Bye bye until the next video.